za kudumu za halmashauri ya manispaa ya Ilemela za mwaka 2014, mkurugenzi anawajibika kulitaarifu baraza la madiwani kwa kutoa taarifa ya matukio mbalimbali ambayo yamefanyika au yanatarajiwa kutokea katika kipindi cha mwaka mzima. Hivyo taarifa hii imegawanyika katika maeneo makuu yafuatayo. Ipo taarifa ya makusanyo ya mapato ya ndani, utekelezaji wa miradi ya maendeleo, lakini vile vile taarifa za matukio mbalimbali na hitimisho. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mwaka wa fedha 2025-2026 halmashauri ya manispaa ya Ilemela ilikasimiwa kukusanya kiasi cha shilingi bilioni 16.4 kupitia mapato yake ya ndani, ambapo hadi kufikia tarehe 30 Juni 2026 halmashauri ya manispaa ya Ilemela iliweza kukusanya kiasi cha shilingi bilioni 16.6 sawa na 101% ya lengo la mapato. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo kwa kipindi cha mwaka wa fedha Julai 2025-2026 halmashauri imeendelea kutekeleza miradi mbalimbali yenye kiasi cha shilingi bilioni 47.3, ambapo kiasi hicho kinajumuisha miradi ya mapato ya ndani yenye jumla ya shilingi bilioni 4.2, lakini na fedha kutoka serikali kuu zenye jumla ya shilingi bilioni 47.1. Utekelezaji wa miradi hiyo umegawanyika katika maeneo yafuatayo. Fedha zinazohusu maeneo ya kiutawala kwa ujumla zilikuwa ni bilioni 4.2, lakini sekta ya afya ni bilioni 1.5, sekta ya elimu msingi bilioni 2.4, sekta ya elimu sekondari bilioni 935.1, sekta ya miundombinu ambayo inajumuisha miradi ya ukuzaji wa miji na uendelezaji wa miji kwa maana TACTIC ni bilioni 38.2, ambayo hii inajumuisha barabara zetu za Buswelu Nyamadoke Nyamongoro, lakini Buswelu Usenga Coca-Cola, lakini vile vile soko letu la Kirumba linaloendelea kutekelezwa na barabara zinazozunguka soko lile. Taarifa ya mchanganuo wa kila mradi imeambatishwa sambamba na taarifa hii. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, yapo matukio mbalimbali ambayo yamefanyika ndani ya mwaka mzima katika halmashauri yetu. Mnamo tarehe 22 mpaka tarehe 23 mwezi wa 10 2025 ulifanyika mtihani wa upimaji wa darasa la 4 ambapo watahiniwa 14771 waliweza kutahiniwa, na kati ya hao wanafunzi wa shule za serikali walikuwa 11523 na wa shule za binafsi walikuwa 3248, na kupitia matokeo hayo ya upimaji halmashauri yetu ilishika nafasi ya pili kimkoa kati ya. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, mnamo tarehe 10 mpaka tarehe 11 mwezi wa 9 2025 watahiniwa 11517 wa darasa la 7 walifanya mtihani wa kitaifa wa kumaliza elimu ya msingi, ambapo kati ya hao shule za serikali walikuwa watahiniwa 9368 na shule binafsi walikuwa 2149, na kupitia matokeo hayo kimkoa halmashauri yetu ilishika namba 1 kati ya halmashauri. Lakini mwezi wa 11 kati ya tarehe 10 hadi tarehe 20 jumla watahiniwa 10199 wa kidato cha pili, wakiwemo watahiniwa wa shule za serikali 10,095 ambao walitumia vituo 57 na watahiniwa binafsi 104 kwenye vituo 7 walifanya mtihani wa upimaji wa kitaifa wa kidato cha pili, na kati ya hao wavulana walikuwa 4714 na wasichana 5485. Lakini kwa upande wa matokeo halmashauri yetu ilishika nafasi ya pili kimkoa katika halmashauri. Lakini vile vile mnamo tarehe 17 mwezi wa 11 mpaka tarehe 5 mwezi wa 12 ulifanyika mtihani wa upimaji wa kidato cha 4 kwa watahiniwa 7912, ambapo kwa watahiniwa wa shule walikuwa ni 7691 na watahiniwa binafsi walikuwa 221. Lakini kati ya hao watahiniwa wavulana walikuwa 3801 na wasichana ni 4111.
Lakini kwa upande wa matokeo, halmashauri yetu imeweza kuwa ya kwanza kimkoa kati ya halmashauri 8. Lakini vile vile ipo tathmini ambayo inaonyesha kwa upande wa matokeo ya kidato cha 4 kwa mwaka 2025 ambapo inaonyesha ufaulu kuongezeka kutoka asilimia 99 kwa mwaka 2024 hadi asilimia 99.4 kwa mwaka 2025, sawa na ongezeko la asilimia 4 kati ya watahiniwa 7688 wa kidato cha 4 waliofanya mtihani. Lakini watahiniwa 1172 walipata daraja la kwanza kwa maana division 1, watahiniwa 1529 walipata daraja la pili, watahiniwa 1967 walipata daraja la tatu, watahiniwa 2771 walipata daraja la 4 na watahiniwa 42 walipata daraja 0. Mheshimiwa Mwenyekiti, mnamo tarehe 19 mwezi wa kwanza 2026, jumla ya vitabu 56938 tuliweza kuvipokea na kuvigaiwa katika shule za awali, msingi na sekondari zilizopo katika halmashauri zetu, ambapo kati ya hivyo vitabu 29946 ni kwa ajili ya wanafunzi wa kidato cha kwanza na cha pili, na vitabu 26897 ni kwa ajili ya elimu ya awali darasa la kwanza hadi la 5. Na vile vile, Mheshimiwa Mwenyekiti, mnamo tarehe 13 mwezi wa pili tuliweza kukabidhiwa kituo cha michezo kilichopo Igombe, shule ya msingi Igombe, ambapo katika uzinduzi ule alialikwa mkuu wa wilaya, lakini aliwakilishwa na ndugu Chua ambaye ni katibu tarafa wetu. Kwa hiyo katika miongoni mwa vituo vya michezo tulivyo navyo, na hiki nacho kimeongezeka na kufanya tuwe na viwanja 4 vya michezo katika halmashauri yetu, na kituo hichi kiligharimu kiasi cha shilingi milioni 240 kwa ufadhili wa Sport Charity. Mheshimiwa Mwenyekiti, mnamo tarehe 21 mwezi wa pili tulipata ugeni wa kutembelewa na naibu waziri wa nishati Mheshimiwa Salome Makamba, ambaye alizindua mradi wa kufunga mfumo wa umeme wa jua wa maeneo ya visiwa vya Mbezi kwa bei ya ruzuku katika visiwa vya Mbezi, kata ya Kayenze. Katika uzinduzi huo, naibu waziri alisisitiza utunzaji wa nishati hiyo na kuchukulia kama mtaji kwa ajili ya kuleta maendeleo. Lakini vile vile mnamo mwezi Mei tarehe 12, mkuu wa mkoa wetu Mheshimiwa Saidi Mtanda alifanya ziara katika halmashauri kwa upande na kufanya mikutano ya hadhara kwa upande wa kata za Sangabuye, Bugogwa na Kayenzi. Lakini katika mkutano huo, Mheshimiwa mkuu wa mkoa alipokea changamoto mbalimbali za wananchi, lakini pia aliweza kuwapa pole kwa kuweza kuvumilia, kwa sababu katika yale maeneo tuna changamoto kubwa sana, ukiacha changamoto zingine, lakini kuna changamoto pia ya masuala ya ulipaji wa fidia, lakini pia zimekuwa ni za muda mrefu. Kwa hiyo aliwaomba waendelee kuwa na subira, lakini halmashauri ikiendelea kufanyia kazi mchakato ya kuweza kulipa zile fidia, na pamoja na maeneo mengine mbalimbali ambayo yanaendelea kutudai fidia. Lakini kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuendelea kutupa fedha kwa ajili ya kutekeleza miradi mbalimbali ya maendeleo katika halmashauri yetu. Vile vile tunamshukuru Mheshimiwa Saidi Mtanda, Mheshimiwa Saidi Mtanda, mkuu wetu mkuu wa mkoa wa Mwanza kwa usimamizi wake, Mheshimiwa Amiri Mkalipa, mkuu wa wilaya Ilemela, Mheshimiwa Kafiti William Kafiti, mbunge wa jimbo letu la Ilemela, kwa kuendelea kuchochea na kuhamasisha utekelezaji wa miradi katika halmashauri yetu. Pia tunamshukuru Mheshimiwa Sara Mwani, mstahiki meya wa manispaa ya Ilemela, waheshimiwa madiwani, wenye viti wa mitaa, watumishi wote wa halmashauri wa manispaa ya Ilemela na wananchi wote kwa ujumla kwa kuendelea kutoa ushirikiano kwa ajili ya kuendelea kutekeleza miradi ya maendeleo katika halmashauri yetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha. Asante.